Ukienda kununua ardhi leo Mbeya kwa mfano, huwezi ukasema utanyanyua ardhi sasa unalipeleka Marekani kuiuza ardhi yako. Sio rahisi, especially kipindi hiki cha machafuko, lakini dhahabu inabebeka, inahamishika ni kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Habari. Katika episodi yetu ya leo tutaangalia ni namna gani hii vita kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani inavyoathiri hizi nchi tofauti tofauti ikiwemo Tanzania. Sisi wenyewe tumekuwa ni mashuhuda, maanake tumeona bei ya mafuta imepanda dunia nzima ikiwemo Tanzania. Kwa hiyo inamaanisha gharama za maisha pia zimezidi kwenda juu. Achana na hivyo, pia tutaangalia ni namna gani vita imeweza kuathiri uwekezaji ambao tumeufanya, pengine hizi akiba ambazo tulizonazo na biashara yetu kwa wale wenye biashara ndogo pamoja na Mtanzania mmoja mmoja. Kama ambavyo unasikia shilingi inaendelea kushuka dhidi ya dola. Na hii ina maana gani? Sasa kupitia episodi hii majibu yote tunaweza tukayapata. Kwa hiyo naomba ukae mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufuatilia mgeni wetu wa siku ya leo ni nani. Naomba nichukue nafasi hii kuweza kumkaribisha mgeni wetu. Karibu sana, ujitambulishe, watu wanatamani kukusikia. Nashukuru sana Mr. Emmanuel. Nashukuru kuwa mahali hapa. Majina yangu mimi ni Sarafina Bernard Sai. Mimi ni mtaalamu wa uchumi. Lakini pia kama unavyojua mwelimishaji pia wa masuala ya fedha na uwekezaji. Sawa sawa. Nafurahi sana kuwa mahali hapa. Asante. Nashukuru, na pia nimefurahi kwa sababu naweza nikasema kwa sasa hivi wachumi ndo dunia inawategemea, na kitu ambacho natamani leo tukijadili ni hii vita mpaka sasa hivi ina athari gani kwa Tanzania kiujumla na dunia pengine. Asante sana. Of course taarifa ziko nyingi kwenye vyombo vya habari, vita huku vita hiki. Kila mtu anazungumza la kwake, watu wanatabiri tofauti tofauti. Lakini tukija kwenye uhalisia wa maisha ya Mtanzania, vita inamuathiri vipi? Vita inamuathiri kwa namna tu gharama za maisha ambavyo zitapanda, wala sio vinginevyo. Na si Mtanzania, dunia nzima kwa ujumla imeathirika kwa namna moja ama kwa namna nyingine, kwa sababu moja, kwa sababu ile nishati ambayo tunaitarajia sisi tusaidie katika kuendesha mitambo ya mbalimbali ya uzalishaji ama kusafirisha bidhaa kutoka eneo moja kwenda jingine, tunaona bei yake inapanda. Nilikuwa najaribu kuangalia leo kwenye website bei ya mafuta yani kwa pipa duniani limefika dola 111. Mahitaji bado ni makubwa ya mafuta. Sasa ukija kwa upande wa Tanzania, inamuathiri Mtanzania kama nilivyosema kwa namna ya gharama tu za maisha. Tumeona juzi kuna ongezeko la takriban kama shilingi 1000 kwenye lita ya mafuta. Kama mtu anatumia usafiri anaelewa. Hiyo 1000 kwa mtu ambaye ni msafirishaji ni hela nyingi sana. Kwa mtu anayetoa mchele Mbeya Kyela anauleta Dar es Salaam, hiyo ni hela nyingi sana. Kwa ili naye aweze kufidia hiyo gharama, ongezeko la gharama ya mafuta, itamlazimu naye akupandishie bei ya mchele, yule muuzaji akupandishie bei ya mchele. Kwa maana hiyo utakuta kwamba yule final consumer, yani mtumiaji wa mwisho wa bidhaa, ndio anayeathirika kwa upande mkubwa sana. Kwa hiyo athari za vita zinaonekana kwa namna hiyo. Lakini ukiangalia kwenye ripoti ya Benki Kuu nilikuwa najaribu kuisoma hivi karibuni, bado mfumuko wa bei upo kwenye wastani ambao kama Benki Kuu wanajaribu kupambana usivuke kiasi fulani. Uko kwenye 3% nukta kitu hivi. Kwa bado tuko sehemu nzuri, lakini ukija kwenye uhalisia kwa mtu anaenda kununua mchele, anaenda kununua sukari, anaenda kununua mafuta, anaweza kaona kuna tofauti kidogo. Na hatujui sasa kwamba vita itachukua muda gani. Kwa hiyo tuendelee tu kujilinda sisi kama Watanzania. Kama unaweza kununua vitu kwa jumla ndio wakati wa kufanya hivyo, kwa sababu hatujui kesho kutakuwa na nini. Kama leo bei imeongezeka mpaka 1000 kwenye lita, hatujui sasa kesho inaweza ikafika wapi, ama baada ya miezi miwili labda lita ikaenda mpaka shilingi yani mpaka ikaongezeka mpaka kwa 2000 3000. Kwa hiyo hapo tutegemee mabadiliko makubwa sana. Kwa ufupi niseme hivi. Umezungumza pia kitu kizuri, lakini ningependa kukuuliza wewe binafsi. Umesema sasa hivi kuna hatua ambazo pengine watu wanaweza wakazichukua
kwa namna ambavyo vitu vinapanda bei, pengine ni hatua gani ambazo watu wanaweza wakazichukua ili kuhakikisha maisha yao yanakuwa bado yako stable? Hatua ni nyingi sana za kuchukua. Inategemea sasa labda na eneo fulani. Hatua ya kwanza ni katika matumizi yetu ya kila siku. Inabidi tuhakikishe sisi kama Watanzania tununue yale mahitaji ambayo ni ya lazima kwa wingi kwa sasa. Badala ya kununua kilo moja ya mchele kila siku, jitahidi kununua basi kilo 5 mara moja, sababu utapata kwa bei ambayo angalau ni nafuu. Tofauti na mtu anayenunua rejareja, yani usinunue rejareja, nunua kwa jumla, in bulk. Hiyo itakusaidia sana. Na ununue vile vitu ambavyo vina ulazima sasa hivi kununua. Mambo ya kununua nguo, viatu, sijui cheni ambazo labda unaona hazizalishi chochote. Sasa hivi unaweza ukapumzika kidogo. Nunua chakula, maharage weka ndani, dagaa weka ndani, mchele weka ndani, unga uwepo wa kutosha, mafuta ya kupikia, sukari, vile vitu ambavyo unajua yani bei ipande isipande utavihitaji, hakikisha unavinunua. Lakini tukija kwenye mfano upande mwingine, labda kwenye kutoka nje, kama huna sababu ya kwenda mahali ambapo uhitajiki, kaa nyumbani, kwa sababu kumbuka utahitaji kutumia nauli kutoka eneo moja kwenda nyingine, na ukumbuke bei ya mafuta imeshapanda. Tafsiri yake ni nini? Kama hichi kitu kitaenda kwa muda mrefu, hata hao ambao wanatumia usafiri wa umma ambao ni wamiliki wa usafiri wa umma watapandisha pia nauli. Nauli zikipanda, tafsiri yake ni kwamba kama hujajipanga, ukitoka bila sababu ya msingi nje, hiyo ni hela inapotea. Lakini hata wenye magari pia, kama huna sababu ya kutumia gari lako, paki nyumbani utulie. Yani huo ndio uhalisia. Ili uweze yani hizo ndio hatua za kuchukua kwa sasa hivi. Kwa hiyo watu wasiwe na hofu, lakini hofu haisaidii, ila mkakati unaweza kukusaidia saa hizi. Yale mahitaji ya lazima hakikisha unayafanya. Ambacho sio cha lazima weka pembeni. Naweza nikajibu hivyo kwa ufupi tu. Umejibu vizuri kwa ufupi. Umesema pia watu wanunue vitu vingi kwa mkupuo. Ila tu najaribu kuwaza hali za Watanzania, kwa sababu watu wengi lazima aende afanye kazi, alafu akipata kipato pengine ndo kimwezeshe kununua vitu, na pia hivyo vitu vimepanda gharama. Sasa kwa Mtanzania kama huyo, ni kitu gani ambacho anaweza kukifanya? Kwa yule ambaye anatoka kutafuta ndo apate chakula. Sasa kwa yule ambaye anatoka kutafuta labda maisha yake lazima atoke ndio aishi, niseme kama hivyo. Ni kukubali kuishi ndani ya uwezo wako kwa sasa hivi. Kwa sababu kama maisha yako yanatarajia kwamba lazima nifanye kitu fulani ndo nile, basi jitahidi sana kuishi ndani ya ule uwezo wako. Ili usije ukajikuta unatumia vitu ambavyo ni nje ya uwezo wako. Yaani tunarudi pale pale kwenye ile concept kwamba lazima ukubali kuishi ndani ya uwezo wako na ufanye vitu ambavyo unavihitaji vya muhimu. Sio labda unapambana sana kuitafuta hela kwa tabu, alafu labda unaishia kunywa pombe tu. Simpangii mtu namna ya kutumia hela zake, lakini kwenye uhalisia lazima tuzungumze uhalisia. Kwamba sasa hivi hela inaenda kuwa ngumu kupatikana. Sio kwamba haitapatikana, itapatikana. Lakini itapatikana na itahitaji kutumia kununua bidhaa chache kwa gharama kubwa. Kwa tafsiri yake ni nini? Ishi ndani ya kipato chako. Kama huna uwezo wa kama ulikuwa na ulazima wa kula wali, maharage, mishikaki miwili, juisi, acha kunywa juisi. Kula wali na maharage, kunywa maji. Hautakufa. Hiyo hela ya juisi weka akiba, kwa sababu hatujui kesho itakuwaje. Huo ni ushauri wangu kwa mtu ambaye anatoka na anaenda kutafuta ndo, kwa sababu hawezi kununua kwa jumla. Basi afanye hivyo. Aishi tu ndani ya uwezo wake kwa wakati huu. Na afanye yale mambo ambayo ni ya msingi ya kufanya. Ambayo sio ya msingi aachane nayo kwa sasa. Nashukuru, na umeeleza vizuri sana namna gani mtu anaweza kupunguza yale matumizi. Sasa pia budget inaweza ikamsaidiaje mtu kwa hiki kipindi ambacho pengine tunategemea mambo yanaweza kubadilika, pengine kuwa mazuri au kuwa mabaya zaidi? Kwanza kabisa Mr. Emmanuel, niseme hiki. Nikisema ni muda sahihi, kweli ni muda sahihi, lakini ilipaswa watu wawe na budget hata kabla ya leo. Yaani kabla ya haya machafuko, hizi athari ambazo zinaendelea za vita na mambo mengine. Kwa sababu budget, huwaga napenda kulizungumzia hili mara kwa mara, ndio msingi wa kwanza wewe kusimamia fedha zako. Kama huna budget, tafsiri yake ni kwamba hela unayoipata haujui tena inatumikaje. Ni rahisi wewe kuitumia kwenye vitu ambavyo sio vya lazima. Lakini ukiwa na budget, unaweza ukadhibiti kwamba mimi
katika milioni moja ninayoipata, basi 500,000 itafanya mambo ya msingi tu. Alafu 500,000 nyingine labda sasa nitaigawa katika uwekezaji, katika kujipa starehe kidogo. Kwa sababu mwisho wa siku sio kwamba vita itufanye tuache kuishi kama ambavyo unasema tuwekeze kwenye vitu vya maana, tununue mahitaji yale ya muhimu tu. Hapana. Kuna wakati maisha mengine inabidi yaendelee. Kuna sherehe zinaweza zikatokea za harusi za ndugu zetu, sio kwamba utaacha labda kuchangia. Kwa kama hauna budget inaweza ikawa ni ngumu kwa wewe kufanya hivyo. Kwa hiyo pana umuhimu mkubwa sana wa watu kuwa na budget sasa hivi. Yaani iwe kama wake up call, waamke kwamba okay, kumbe unaona kama hivi mafuta yamepanda. Kwa mtu ambaye hajajipanga katika bajeti yake inamuumiza zaidi. Lakini kuna wale watu ambao labda wana mifuko hii ya dharura wameshaitenga pembeni. Kwa hiyo hata gharama za mafuta zikipanda zikafika kiasi fulani, bado ana uwezo wa kuendelea kuishi yale maisha yake ya siku zote. Anaweza asiishi yani kwa kiwango kile cha zamani, lakini kuna namna inampa kama sio nisemaje, kwa Kiingereza wanasema kama buffer fulani. Yani ni kama insurance, kama bima fulani. Inamsaidia. Kwa hiyo ndio ni sahihi kuwa na budget. Yani iwe wake up call kwamba ni muhimu ukawa na budget ili iweze kukusaidia sasa. Ujue unapanga vipi fedha zako, ikusaidie kwenye chakula, hii itaenda kwenye usafiri, hii itaenda kwenye mahitaji ya watoto. Lazima ufanye hicho kitu. Budget ni muhimu sana. Na ni njia gani ambayo pengine inaweza ikawa ni nyepesi sana kwa mtu anapotengeneza budget kuweza kuifuata? Maana kuna kutengeneza budget, lakini ukiwasikiliza watu wengi wanakuambia mimi nikitengeneza budget inanishinda kufuata. Of course sio jambo rahisi. Na ndio maana lazima uwe na tools za kukusaidia. Kwanza kwa sababu kabla hujatengeneza budget yako, kitu cha kwanza lazima uweze kufuatilia ile matumizi yako ya kila siku. Huu ni wakati ambao tafuta daftari. Nisiende tambali labda kwenye simu nini, hapana. Tafuta daftari tu, notebook ya shilingi 2,000. Andika kila unachotumia kila siku. Andika chini. Ukishajua kama matumizi yako labda ni 800,000 kwa mwezi, njoo tutengeneze budget sasa. Budget mimi napenda kutumia ile system ya asilimia, percentage based system ya budget. Kwamba una command fedha zako kwa asilimia. Una kipato cha milioni 1, ina maana unasema kabisa 10% ya kipato changu itaenda kwa Mungu, kwa maana ya fungu la 10. 5% nitaweka kwenye mfuko wa dharura. 10% ni kwa ajili ya malengo yangu binafsi. Nataka labda kusoma masters, nataka labda kujispoil kidogo. 10% unaweza ukaweka pale, au kustaafu, unajiandaa na kustaafu. 20% unasema hii sasa nitawekeza. Unawekeza wapi sasa? Labda kwenye hisa, kwenye mifuko ya pamoja kama hiyo UTT, kwenye dhahabu, unataka uaccumulate ununue dhahabu, vitu kama hivyo. 50% ni ya matumizi yako. Kuifuata sio jambo rahisi. Unaweza ukatumia Excel, Google Sheet zile. Kuna application zipo kwenye simu sasa hivi zinatusaidia. Tengeneza budget kwa namna hiyo. Mimi binafsi nina soon kuna application inakuja ya budgeting ambayo bado tunaifanyia kazi. Yaani kwa ajili ya kumsaidia huyu Mtanzania arahisishe maisha yake. Kwa kazi yako ni wewe sasa tu kuingiza zile data na kuangalia mwelekeo unaendaje hivyo. Lakini kwa sasa hivi nina Google Sheet yangu. Yaani nisikudanganye, hakuna mtu atakuja kukusaidia kuisimamia bajeti yako. Wewe lazima uanze na ile nidhamu wewe mwenyewe. Na hiyo nidhamu sio rahisi. Lakini ukiweza kuifuatilia mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, utagundua ni maisha yako. Kwa watazamaji wetu, kama ambavyo amezungumza hapo economist Sarafina, kuna ile template ya budget inapatikana kwenye link. Kwa hiyo ukienda kwenye comment section utaipata. Kwa hiyo unaweza ukaipakua, alafu itakusaidia wewe katika kutengeneza bajeti zako. Unapoipata hiyo template, hakikisha una share video yetu ili iweze kuwafikia watu wengine ambao wanapenda kuandaa bajeti zao. Tatizo la Watanzania wengi sisi tunazungumza bila kuchukua hatua. Kuna tofauti ya mtu ambaye ni sawa, nichukulie tu mfano watu wanaoomba ajira kwa mfano. Kuna tofauti kati ya mtu ambaye analalamika kila siku, hizo ajira ni za serikali tu, zina watu fulani. Na tofauti ya mtu ambaye ameshaandika barua 10 akatembeza akakosa. Ndio kwenye budget ni hivyo. Kuna tofauti ya mtu ambaye anazungumza, ni ngumu kuifuata, na yule ambaye ameshawahi kufanya mara 1, 2, 3, 4, 5, 6 consistently, yani bila kuchoka, akaona matokeo. Kwa hiyo sio rahisi. Au tafuta partner wa kukukumbusha, accountability partner wa kukuwajibisha. Walwa unatakiwa ufanye hiki. Au labda umtafute economist Fina basi niwe na kuwajibisha. Inawezekana pia. Kitu ambacho napenda kadri unavyozungumza unakuja na vitu vipya, vingine vinatokea mtaani.
Mfano umezungumzia swala la dhahabu. Okay. Nakumbuka juzi nilikuwa nasikiliza tu, hizo ni stories za watu wengi walikuwa wanahamasishana, sasa hivi vita ya Irani na USA au Marekani, twende tukanunue zaidi dhahabu. Sasa kuna ukweli gani kwenye swala la kununua dhahabu ukihusisha na masuala mazima ya kinachotokea duniani? Inapotokea athari, yani inapotokea vita duniani, watu wengi tunawaita wale institutional investors, wawekezaji wale wakubwa, wanapenda kukimbilia kwenye hizi mali ambazo ni more safe, yani hazina hatari. Dhahabu kikawaida hainaga hatari ya kisiasa, yani haiwezi kuathiriwa na masuala ya kisiasa hata siku moja. Ni tofauti na mali nyingine zote zile. Tofauti labda na sarafu, lakini dhahabu waga inakuwaga iko imara zaidi. Kwa watu wanahamasishana kununua dhahabu kwa sababu ndio kimbilio inakuwaga bora zaidi kipindi cha vita. Yani thamani yake ni halisi, haishuki kiholela. Tunaona kama saizi inaendelea kufanyaje? Kupanda. Kwa sababu mahitaji yanafanyaje? Yanaongezeka sokoni. Matajiri wengi wakubwa wanaikimbilia dhahabu ili kuweza kuficha nini? Mali zao. Yani kuficha ile thamani ya fedha zao, pia wanakimbilia kwenye dhahabu. Na hata kama unajua duniani hata mabenki pia makubwa yanamiliki dhahabu, yananunua dhahabu. Kwa jina la Kiingereza tunasema it's a safe haven asset. Yani unaikimbilia kwa sababu ni sehemu salama. Si ndio? Yani dhahabu ni mali ambayo unaweza ukatoka nayo hapa Tanzania ukaenda nayo Marekani na ukaiuza kwa thamani ile ile. Tofauti na vitu kama viwanja kwa mfano au ardhi. Ukienda kununua ardhi leo Mbeya kwa mfano, huwezi ukasema utanyanyua ardhi sasa. Unalipeleka Marekani kuiuza ardhi yako. Unaelewa Sio rahisi, it is not portable. Si ndio? Lakini dhahabu inabebeka. Inahamishika ni kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa unaweza ukatoka nayo Tanzania, ukaenda nayo Afrika Kusini, ukaenda nayo Kenya, ukaenda nayo wapi na ukauza na ukapata hela yako kwa haraka. Tofauti na ardhi. Ardhi sio rahisi, especially kipindi hiki cha machafuko. Watu hawana hela, wengine hawana hela. Kwa hiyo inaweza ikawa ni ngumu sana wewe kumuuzia mtu ardhi yako ambayo uko nayo. Lakini dhahabu sasa hivi kila mtu anaitaka. Na hivi kama hivi unakuta na media zinahamasisha na nini, wataalamu wanahamasisha. Kwa uhitaji unaongezeka, unakuwa ni mkubwa sana sokoni. Kila mtu anatamani kutunza, yani kuitunza hela yake kwa mfumo wa dhahabu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina thamani halisi, yani ina thamani ile ya asili kabisa. Kwa hiyo ndio maana utakuta watu wanahamasishana nunua dhahabu. Kikubwa ni kulisoma soko vizuri, kwa sababu na lenyewe sio kwamba ni rahisi hivyo kuingia. In fact kuna utafiti mmoja niko naufanya, kwa sababu ninapata maswali mengi sana kwamba tunafanyaje kununua dhahabu, tuelekee wapi. Kwa nitakuja na utafiti. Yani kuna utafiti bado naufanya, nataka nije na data ambazo ni halisi, kwamba Mtanzania hata yule ambaye yuko Mbeya Kela anaweza akaelewa akitamani leo kuwekeza kwenye dhahabu. Lakini sofa katika kipindi hiki ni kitu kizuri sana ambacho mtu anaweza akakimbilia kuwekeza. Ndio. Nilifuatilia peji yako ya Instagram, niliona unahamasisha watu waweze kuwekeza kwenye hii mifuko ya dola. Nikawa nawaza kwamba kwa nini isiwe pesa nyingine, labda pesa za Kichina hizi zinaitwa yuan sijui, ukawekeza labda kwenye hizi francs za euro. Kwa nini umehamasisha watu wafanye hivyo? Kwanza naomba niweke hili sawa, kwa sababu ninapata maswali mengi sana. Mimi sikuhamasisha tu watu wanunue dola. Nilihamasisha watu wawekeze mifuko ya dola. Sasa mifuko ya dola huwezi ukaifikia kama huna akaunti ya dola. Kwa lazima uanze kuwa na akaunti ya dola, kwamba utanunua dola alafu ndio uitoe pale uwekeze kwenye mfuko wa dola. Kwa nini nahamasisha dola? Cha kwanza nilihamasisha dola kwa sababu ndio kinachopatikana sasa hivi kwa nchi yetu. Yani ndio kitu ambacho ni rahisi kwa mtu yeyote akakipata. Leo hii wewe Mr. Warwa ukichukua dola na hela ya nchi nyingine yoyote, nenda nayo Msamvu pale Morogoro kwa mpiga debe, mwekee hizi hela mbili, atakimbilia kitu gani? Dola. Na kuhakikisha atakimbilia dola. Kwa sababu yani dola ina lugha ya kibiashara duniani. Yani madeni ya duniani, yale nchi zikiona inadaiwa deni, inalipa deni lake kwa dola asilimia kubwa. Mafuta asilimia kubwa duniani yanalipiwa kwa dola. Si ndio? Sasa hivi mataifa kama China, Russia yameanza kulipia kwa fedha zao. Lakini mimi nilikuwa napitia ripoti. Unajua wachumi hatuzungumzi kwa hisia, tunazungumza kwa data. Ripoti ya IMF, Kofa data, ukiingia pale ukasoma Kofa data, inaonesha 58% ya foreign reserve duniani zipo in terms of dollar.
Yaani mabenki duniani yanahifadhi akiba yake ya sarafu kwa dola. Sasa wewe mtu, kwa nini ushindwe na wewe kuwekeza kwa dola? Na ninachowafundisha sio kwamba labda ni kuichukia hela yako, na kufundisha risk management, yaani kutawanya vihatarishi. Inaruhusiwa kabisa, si ndio? Inaruhusiwa wewe kutawanya vihatarishi vyako, kwamba umewekeza kwenye hisa, umewekeza kwenye mifuko ya pamoja kama UTT, umewekeza kwenye ardhi, umenunua dhahabu. Una uwezo pia wa kulinda thamani ya hela yako kwa kuwekeza kwenye dola. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo watu wanasema kwa nini nisihamasishe yuan? Kwa Tanzania sasa hivi mimi sina mifuko, sijasikia mfuko wa uwekezaji wa pamoja ambao uko in yuan. Kama ungekuwepo ningetoa elimu kwa yuan. Sijasikia mfuko wa uwekezaji wa pamoja kwenye euro, ungekuwepo ningesema. Nimezungumza kile ambacho kinapatikana kwa sasa hivi sokoni. Watu wanatamani, unajua wengine wanazungumza kishabiki zaidi, sio kidata. Mimi nazungumza kwa data na kile ambacho kinapatikana kwa wakati huu. Siwezi nikamwambia mtu akanunue hela ya Kichina wakati, yani wakawekeze kwa Kichina kwenye yuan ya China, wakati mimi mwenyewe sijaona hicho kitu. Lakini sio kwamba mtu anakatazwa kwenda kununua hiyo yuan. Anaweza kaenda kanunua hivyo. Kwa hiyo inawezekana kabisa. Kikubwa ni ile risk management. Haukatazwe. Kwa sababu leo hii mfano ukafungua labda akaunti ya dola wewe, ukaanza kutunza dola zako kidogo kidogo, ukiwa na malengo kwamba unatamani kwenda kuja kusoma Marekani. Si ndio? Ukienda Marekani kusoma si utalipa kwa dola? Yeah. Utalipa kwa shilingi? Hapana. Kwa ina maana kama umeanza kujijengea kamfuko kako saizi ka akiba kako in dola ili kakusaidia wewe kwenda kusoma masters Marekani, utakuwa umejipunguzia ule mzigo mkubwa sana baadaye, niamini mimi. Ni vile tu kwamba kuna mambo mengine kuyazungumza hivi ni ngumu, mpaka labda nikae chini na mtu tupige hesabu, tuweke vitu sawa. Akiba zetu za mabenki kuu zipo in dola. Kwa hiyo wewe Mtanzania, na kitu ambacho watu wengine hawaelewi ni hiki. Mtanzania mmoja kwenda kufungua akaunti ya dola haisababishi shilingi kushuka. Shilingi inashuka kwa sababu ya kitu kinaitwa trade deficit. Tanzania yeye ana import bidhaa kutoka nje kuliko vile ambavyo anatuma nje. Tafsiri yake ni nini? Unatoa hela yako nyingi utalipa kwa dola. Kwa itashuka kwa tafsiri hiyo, sio kwa sababu wewe Emmanuel ama Sarafina ameenda kuwekeza kwa dola. Hiyo ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Uchumi hauko hivyo. Yes. Na nashukuru tu hapo kwenye huo upande wa dola. Na swali la mwisho. Ndiyo. Ni sasa Mtanzania wa aina gani ambaye anakuwa na huo uwezo wa, maana kuna wengine hata kuishika dola hajawahi. Sasa ukianza kuzungumza dola mtu anawaza yani inatakiwa niwe na dola ngapi ili kufungua hiyo account? Of course, ndio maana nasemaga sio kila fursa ni kwa ajili ya kila mtu. Umenielewa sio hata ukienda leo kufungua, hata ukienda kuwekeza UTT, sio kila mfuko utakufaa. Kwa sababu kuna mifuko kutokana na malengo yako inakuhitaji wewe na kuanzia milioni 10. Si kama tunaelewana. Kwa hiyo sasa hivi unafanya kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Kwa hiyo kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba mimi nampa taski kila Mtanzania. Mabenki yako zaidi ya 20 hapa Tanzania. Pita kila benki, ulizia kwa sababu hazifanani. Yaani zile terms and condition hazifanani. Pita benki yako, uliza natamani kufungua labda akaunti ya dola ili niwekeze kwenye mifuko ya dola ambayo ipo kwenye mfumo rasmi wa kifedha wa Tanzania, na mamlaka ya masoko na mitaji Tanzania inatambua kwamba hiyo mifuko ipo, ndio maana ikapitishwa. Si ndio? Ingekuwa ina nia mbaya ya kushusha thamani yetu wasingeiweka sokoni, lakini imewekwa pale ili sisi wa Tanzania tutumie hizo fursa. Na matajiri wanajua hii siri, ila Watanzania wenzangu wa chini hawataki kukubali hivyo. Kwa cha kwanza, pita kwenye benki yako husika, ulizia taratibu zikoje, maana benki zinaweza zikatofautiana kutoka benki moja kwenda benki nyingine. Kwa hiyo wao watakupa utaratibu wa nini cha kufanya kama kweli unania. Lakini to be honest, kama unataka kwenda kwenye hii mifuko sasa ya dola, kufungua akaunti ya dola inaweza isiwe maximum, isiwe kubwa sana. Kama ukiwa na 100,000 hivi unaweza ukaanza kufungua hivyo. Lakini kuwekeza kwenye ile mifuko sasa kidogo lazima ujivute, kwa sababu sio chini ya dola 1,000. Tunazungumzia hapo sio chini ya milioni 2 na nashukuru. Na umegusia pia kuhusiana na uwekezaji, ukawa umezungumza masuala mazima ya hisa. Kuna hii hali ambayo tunaizungumza kwamba hiyo vita, yani kwa sababu tumesema kuna yani kupanda kwa gharama za maisha, na pia kuna mabadiliko ambayo yanakuwa yanatokea hata kiuchumi. Na watu ambao wamewekeza kwenye hii mifuko tofauti tofauti, waliowekeza kwenye makampuni ya hisa,
tuchukulie waliwekeza labda pengine kwenye hati fungani. Labda miongoni mwa huu uwekezaji ambao nimezungumza, kuna uwekezaji ambao pengine moja kwa moja unakuwa affected na hiki kitu ambacho kinatokea, labda vita hizi? Kiujumla uwekezaji unakuwa affected hivyo. Nikitoa hati fungani, kwa sababu hati fungani zenyewe pia huwa watu wanazikimbilia kipindi kama hiki. Kwa nini? Kwa sababu riba zake unakuta ziko fixed. Kwamba ile fluctuation inakuwa sio kubwa, tofauti na masoko huko ya hisa. Lakini kwenye soko la hisa kweli linaathirika kwa kiasi. Kama wewe ni mfuatiliaji kabisa mzuri kwenye soko letu la hisa, tunaona saizi kidogo bei zinaenda yani, lakini zinaenda zinapanda zinashuka, yani in fact tu zinashuka, si ndio? Lakini lengo lako wewe kama mwekezaji lilikuwa ni lipi hasa? Kwa mtu ambaye anatizama mbali, hii ndio fursa kwako ya wewe kununua sasa, yani kuongeza uwekezaji wako. Usiuze kwa hofu. Kwa sababu kumbuka, hisa ni biashara kama biashara nyingine. Unaponunua hisa unawekeza kwenye biashara husika, si ndio? Kwa hiyo ina maana tuchukulie mfano sekta ya anga, niseme ya anga, sekta ya usafirishaji. Sekta ya usafirishaji kipindi hiki cha vita lazima iathirike tu, kwa sababu unakuta ndo hivyo, vita inasababisha watu wanashindwa kusafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Tunaangalia pale mfano Irani hapo, ule mlango wa Hormuz ambao unapitisha almost 20% ya mafuta yote duniani pale. Yani hizo tetesi, mlango unafungwa. Ina maana meli za mafuta pale hazipiti. Usafirishaji tayari umefanyaje hapo? Umeathirika. Kwa ina maana kama kuna mtu yuko kwenye soko la hisa, sizungumzia la Dar es Salaam hapa. Nazungumzia sala duniani, maana masoko yako mengi ya hisa. Kama mtu amewekeza kwenye kampuni ambayo ina deal directly na sekta hiyo, ategemee kabisa hizi fluctuations zitakuwepo. Tumezungumza vitu vingi sana, lakini ningetamani tufahamu, na najua kuna watu ambao wanatazama wanatamani wafahamu, ukija upande wa biashara, hasa hizi biashara ndogo na za kati, zinaweza kukabiliana vipi na hizi athari ambazo zimeletwa na hii vita ya Iran pamoja na Marekani? Wanaweza kukabiliana kwa namna nyingi. Nitazungumzia chache. Mojawapo ni kupunguza gharama za uendeshaji wa biashara. Ndio. Kwa hiyo wapunguze gharama za uendeshaji, kwa sababu biashara tumekuwa jeni, lakini ziko za aina nyingi. Lakini ni muhimu kupunguza zile gharama za uendeshaji. Gharama za uendeshaji sasa hapa inabidi niwe tu mkweli maana hata kulipa mishahara ni gharama pia ya uendeshaji wa biashara. Kwa pengine kuna zile bonus ambazo labda kipindi biashara zinafanya vizuri unaweza ukalipa wafanyakazi wako. Hiki ni kipindi ambacho cha kutathmini, labda mlikuwa mnalipa 500,000, sasa sio mbaya ikashuka 300,000. Kwa sababu kuhusu mfumuko wa bei bado tuko vizuri kwenye nchi yetu, bado tuko vizuri. Lakini namna nyingine ambayo wanaweza kukabiliana nayo ni kwa kuongeza stock yao ambayo wako nayo. Stock yani ni kama mzigo. Mzigo, kama mzigo wako unanunuaga kidogo kidogo, ni wakati pia na wenyewe kununua kwa jumla, in bulk, mwingi, ili uutunze, kwa sababu hatujui baada ya miezi kadhaa kama bei inaweza ikapanda kwenye kila kitu mpaka hicho kitu ambacho unakifanya. Sio kama naeleweka. Kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara wa mchele, badala ya kununua kilo 50, kama unaweza kununua kilo 1000, nunua hizo kilo 1000 sasa hivi. Kwa sababu pengine mpaka miezi 3 ijayo labda bei zinaweza zikaenda juu zaidi, ambao kwako itakuwa ni gharama. Kwa hiyo ni muda wa kuongeza mzigo wako sasa ili ufanye vizuri zaidi. Kwa naweza nikashauri kwenye hayo maeneo mawili. Lakini pia kupata elimu mfano ya masuala ya kikodi ili uweze kupiga hesabu zako vizuri. Tafuta wale washauri wa masuala ya kodi wakusaidie kuweka hesabu zako za kodi vizuri. Pengine na washauri hata wa fedha wanaweza kukusaidia eneo moja kwenda eneo jingine. Yes. Nashukuru sana na umeeleza vizuri mno. Na sasa ni nini ushauri wako kwa hawa Watanzania ambao wanakutazama pamoja na ambao wanakusikiliza pia? Ushauri wangu mkubwa nitoe kama onyo ama kama tahadhari kwa Watanzania wenzangu. Kwamba kwenye yale masuala ambayo tumejadiliana hapa kuhusu kuwekeza kwenye dhahabu, kuwekeza kwenye mifuko ya dola, naomba niseme kabisa, huu sio ushauri wa uwekezaji, bali hii ni elimu iliyokuwa inatolewa kwa lengo la kuelimishana kama Watanzania. Kwa mtu ambaye anataka kuwekeza kwenye dhahabu ama kuwekeza kwenye mifuko hiyo ya dola, basi ni muhimu akashauriana na mamlaka husika ama taasisi husika ama washauri wale wa fedha husika,
ili waweze kumsaidia nini cha kufanya. Kwa hiyo yangu ni hayo. Nashukuru sana. Pia naweza nikasema kwa kuweza kuitikia wito kwa mara nyingine, kwa wale watazamaji na wasikilizaji ambao hatumfahamu Economist Phina, ukirudi katika episode yetu namba 2, season 1, hiki ni kile kipindi ambacho tulikuwa tunaanza. Kwa hiyo tulikuwa naye na alielezea vizuri sana kuhusiana na masuala mazima ya hisa, na leo kama ambavyo mmemsikia pia ameelezea vizuri sana kuhusiana na pengine mwenendo wa hali ya uchumi ya dunia pamoja na hali ya uchumi ya Tanzania. Mpaka kufikia hapo ni mwisho wa episode yetu ya leo, ila kitu cha muhimu zaidi ambacho naendelea kuwakumbusha ni kuweza kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Scarlet Online TV, kwa sababu kwa mwaka huu tuna malengo ya kufikisha subscribers 10,000. Kitendo cha wewe tu kusubscribe inafanya elimu hii iweze kuwafikia watu mbalimbali, wakiwemo watu wako wa karibu pamoja na marafiki. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok. Kwa hiyo kupitia TikTok pamoja na Instagram huwa kuna vile vipande vile vya muhimu ambavyo tuna share. Kwa hiyo unaweza ukashare na wale marafiki zako na watu wengine. Pia ukiendelea kuwakumbusha waendelee kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii ili tuendelee kuongeza wigo wa elimu ambayo tunaitoa. Naomba tukutane kipindi kijacho. Asanteni sana.